DW Dunia Yetu leo jioni. Na msikilizaji, kama ulivyomsikia hapo Jacob Safari, na mwendelezo wake ni kwamba jeshi la Madagascar limetangaza kuchukua utawala wa nchi hiyo. Serikali ya Kongo na waasi wa M23 wamesaini makubaliano ya kufuatilia usitishwaji wa mapigano, na Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kufunguliwa kwa vivuko vyote ili kuruhusu kuingizwa kwa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, niseme tu unayo nafasi ya kushiriki moja kwa moja matangazo haya. La muhimu, utume ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na chaneli yetu ya YouTube. Tuanze na hili kubwa ambapo jeshi nchini Madagascar limetangaza kuchukua utawala wa nchi hiyo muda mfupi baada ya bunge la taifa kupiga kura ya kumwondoa madarakani Rais Andry Rajoelina kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake. Rajoelina ambaye alikimbia Madagascar siku ya Jumapili kutokana na shinikizo la maandamano na uasi wa kikosi cha jeshi, amepinga hatua hiyo ya kuondolewa kwake madarakani. Zaidi na Rashid Chilumba. Tangazo la kikosi cha jeshi la kuchukua hatamu za uongozi nchini Madagascar limetolewa saa chache zilizopita na kiongozi wa kikosi cha jeshi kilichoasi Kanali Michael Randrianirina. Akizungumza kupitia kituo cha redio cha taifa, Kanali Randrianirina amesema kikosi chake kimetoa madaraka ya nchi na kwamba unazivunja taasisi zote za dola isipokuwa bunge ambalo mapema hivi leo lilipiga kura ya kumwondoa madarakani Rais Andry Rajoelina. Baraza la wawakilishi litaendelea na kazi na sisi tutaendelea na kazi. Tutakachofanya ni kuunda baraza la utawala. Baraza hilo litajumuisha maafisa wa jeshi na polisi. Sifahamu, lakini pengine baadaye ndani yake kutakuwa na washauri wa kiraia. Hicho ndicho tutakachokiunda. Wabunge 130 kati ya 131 walipiga kura za ndio kumtimua Rais Rajoelina ambaye ameikimbia nchi hiyo kufuatia wimbi la maandamano makubwa ya vijana na tangazo la uasi wa kikosi kimojawapo cha jeshi. Kura hiyo bungeni iliitishwa baada ya Rajoelina kujaribu hii leo kukivunja chombo hicho cha kutunga sheria kupitia amri ya rais. Mwenyewe amekosoa kura iliyomwondoa madarakani, akisema kikao cha bunge kilichoitishwa kilikuwa batili na hakina nguvu kisheria. Hadi sasa haijulikani ni mahala alipo Rajoelina tangu ilipoarifiwa kwamba alitoroshwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa siku ya Jumapili. Licha ya kuikimbia nchi yake, aliendelea hadi mapema leo kukataa shinikizo la kuachia madaraka. Katika hotuba aliyoitoa kupitia mitandao ya kijamii, Rajoelina alisema kwamba amelazimika kwenda kujificha sehemu salama kutokana na kitisho kilichopo kwa maisha yake. Hadi sasa ofisi yake haijatoa tamko lolote kuhusiana na tangazo la kikosi cha jeshi kuchukua madaraka. Makundi ya vijana yalionekana mitaani yakishangilia hatua ya jeshi kuchukua hatamu za uongozi. Vuguvugu la vijana hao ndio chanzo cha mzozo wa kisiasa unaoikumba nchi hiyo ya kisiwa cha Bahari ya Hindi. Maandamano yao yalizuka mwezi uliopita kulalamikia tatizo la ukosefu mkubwa umeme na huduma za maji, na baadaye yakageuka kuwa hasira dhidi ya utawala mzima wa taifa hilo chini ya Rajoelina. Waandamanaji wakaibuka na masuala mengine ikiwemo umasikini, gharama kubwa za maisha, vizingiti vya kupata elimu ya ufundi na baadaye ya rushwa miongoni mwa maafisa wa serikali na jamaa wa familia zao. Madagascar, koloni la zamani la Ufaransa, lina historia ya kushuhudia mapinduzi yanayoungwa mkono na jeshi tangu ilipopata uhuru mwaka 1960. Mzozo wa sasa ndio mkubwa zaidi tangu ule wa mwaka 2009 pale Rajoelina mwenyewe alipoingia madarakani kuiongoza serikali ya mpito baada ya kutokea mapinduzi ya kijeshi. Mapinduzi hayo yalikuwa ni matokeo ya maandamano yaliyoongozwa na Rajoelina kuipinga serikali na kumlazimisha rais wa wakati huo Marc Ravalomanana kukimbilia uhamishoni. Ni taarifa ya Rashid Chilumba na hali ilivyo huko Madagascar. Habari za faraja kwa wakati huu ni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wamesaini makubaliano ya kufuatilia usitishwaji wa mapigano, hatua inayochochea matumaini ya amani katika vita vya takriban miongo miwili mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa Najat Omar na maelezo ya kina. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa makubaliano hayo yamefikiwa kupitia mazungumzo yanayosimamiwa na Qatar. Hatua hii inakuja baada ya pande hizo mbili kushindwa kusalimisha mkataba wa amani kufikia tarehe ya mwisho ya Agosti 18, lakini sasa kuna matumaini mapya kurejesha utulivu katika eneo hilo lenye migogoro ya muda mrefu.
Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amethibitisha kutiwa saini kwa makubaliano hayo. Hata hivyo, kundi la M23 halijatoa tamko rasmi kuhusu makubaliano hayo hadi sasa. Licha ya makubaliano hayo, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa wa ukanda wa Maziwa Makuu, Yuang Xia, akizungumza leo mbele ya Baraza la Usalama la umoja huo, amesema kuwa licha ya mazungumzo na makubaliano kati ya DRC na M23, bado vita vinaendelea. Ingawa juhudi hizi zote za amani za Kiafrika na kimataifa ni za kupongezwa na zina matumaini, hadi leo hazijatimiza ahadi zake. Usitishwaji wa mapigano uliokubaliwa hauheshimiwi. Baada ya kipindi kifupi cha utulivu, pande zinazopigana zimeimarisha nafasi zao na kuanza tena operesheni za kijeshi. Hali ya kibinadamu bado ni ya kusikitisha. Mwaka huu kundi la M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda lilifanya mashambulizi ya ghafla na kuteka miji mikubwa miwili mashariki mwa Kongo, hali iliyosababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwahamisha mamia na maelfu. Ingawa Rwanda imekanusha mara kwa mara kuhusika na M23, ripoti ya wataalamu ya Umoja wa Mataifa ya mwezi Julai ilieleza kuwa Rwanda inaongoza na kudhibiti kundi hilo. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, chombo maalumu kitaanzishwa kwa ajili ya kufuatilia utekelezaji na usitishaji wa mapigano. Chombo hicho kitajumuisha wawakilishi kutoka serikali ya Kongo, kundi la M23 na nchi wanachama wa Umoja wa Kitaifa wa ukanda wa Maziwa Makuu. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, utashiriki kama mshirika wa ziada na kutoa msaada wa uratibu wa vifaa. Asante sana Najat Omar. Baada ya kusainiwa mpango wa kusitisha vita Gaza, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kufunguliwa kwa vivuko vyote ili kuruhusu kuingizwa kwa misaada ya kibinadamu ambayo inahitajika mno katika ukanda huo uliokumbwa na vita. Bakari Ubena na ripoti kamili. Makubaliano legelege ya amani huko Mashariki ya Kati ambayo yalifikiwa chini ya mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump yanajumuisha hatua ya kusitisha vita vya miaka miwili huko Gaza, kuachiliwa kwa mateka wa Israel na wafungwa wa Kipalestina na kuruhusu mtiririko wa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo linalokabiliwa na baa la njaa. Mnamo Agosti 22, Umoja wa Mataifa ulitangaza rasmi kuwepo kwa baa la njaa huko Gaza, ikiwa ni kwa mara ya kwanza hali hiyo kushuhudiwa huko Mashariki ya Kati baada ya wataalam kutahadharisha kuwa watu 500,000 walikuwa katika hali mbaya zaidi. Umoja wa Mataifa, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na shirika la kimataifa la kutoa misaada ya kibinadamu OCHA wametoa wito leo hii wa kufungua vivuko vyote vinavyoelekea Gaza ili kuwezesha usambazaji wa misaada ya kibinadamu, wakitaka pia kukarabati vivuko vilivyoharibiwa na vita. Taarifa za awali zilisema kuwa kuanzia jana malori zaidi ya 300 yamekuwa yakiingia Gaza kupitia vivuko vya Al-Auja na Kerem Shalom. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq ameelezea umuhimu wa kufanikisha zoezi la utoaji msaada kwa Wapalestina. Umoja wa Mataifa na washirika wake wanaongeza kasi ya operesheni za kiutu kote ukanda wa Gaza na kuzifikia jamii katika maeneo yaliyokuwa yamezingirwa kwa miezi kadhaa na kutoa msaada wa kuokoa maisha. Juhudi hizi zinaashiria hatua ya kwanza muhimu katika kuleta utulivu na kurejesha utu, lakini mahitaji bado ni makubwa. Hivyo ufikiaji wa maeneo haya na ufadhili endelevu ni muhimu. But the needs remain vast and sustained access and funding are critical. Katika hatua nyingine, viongozi mbalimbali wa ulimwengu wameendelea kupongeza kufikiwa kwa makubaliano hayo ya amani ambayo yanatoa matumaini ya kurejesha hali ya utulivu huko Mashariki ya Kati, lakini Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez, licha ya kupongeza makubaliano hayo, amesema nchi yake itaendeleza mashtaka ya uhalifu wa mauaji ya kimbari dhidi ya Israel, akisisitiza kuwa amani haiwezi kufuta makosa hayo na wala haimaanishi kutowawajibisha mbele ya vyombo vya sheria waliohusika na vitendo hivyo. Huko Gaza kwenyewe, Wapalestina wameelezea wasiwasi wao kufuatia vitendo vya wanamgambo wa Hamas kuwaua watu 8 hadharani pamoja na makabiliano kati ya Hamas na makundi mengine pinzani, hali inayoweza kuvuruga usalama hata baada ya kusainiwa makubaliano hayo ya amani. DW tunavuma kwa kishindo.